Kama unakumbuka pia kwamba mapema kabisa au mwanzoni kabisa wa miezi ya mwaka huu 2025, Marekani iliweza kufanya usuluhishi wa vita huko upande wa Gaza, na hivyo pia kupelekea siku kadhaa kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza. Sasa taarifa ambayo imeshika gumzo pia kuanzia Jumapili ya wiki ambayo imeisha juzi, lakini pia waziri kutoka Israeli ametangaza kwamba tayari pia majeshi yake yameanza mashambulizi mapya katika ukanda wa Gaza, akitangaza au nia ikiwa ni kuchukua udhibiti kamili wa eneo la Gaza. Basi karibu sana pia nikufahamishe undani wa taarifa hii. Utasikia pia kile ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati hadi muda huu. Israeli inakusudia kuweka udhibiti wa kijeshi katika eneo lote la ukanda wa Gaza. Waziri mkuu kutoka nchini Israeli anayefahamika kama Benjamin Netanyahu alisema, akizungumzia operesheni kubwa iliyopewa jina la magari ya Gideoni iliyoanza rasmi katika eneo hilo siku ya Jumapili ya Mei 18 katika maeneo hayo. Alisema malengo ya operesheni hiyo bado hayajabadilika: kushindwa kwa vuguvugu la Palestina la Hamas na kuachiliwa kwa mateka wa Israeli wanaoshikiliwa huko ukanda wa Gaza, ambako walisema kwamba Israeli pamoja na Marekani pia hivi karibuni zitapeleka mtandao wa vituo vya usambazaji ili kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa wananchi wa Gaza na kuzuia kabisa uporaji wake unaofanywa na wafuasi kutoka Hamas. Netanyahu alisema kwamba hii ni sehemu ya uharibifu wa Hamas sambamba na shinikizo kubwa la kijeshi, uvamizi mkubwa wa ardhini na kimsingi kuanzisha udhibiti wa Gaza nzima na kuwanyima Hamas fursa ya kupora misaada ya kibinadamu. Huu ni mpango wetu wa kijeshi na ushindi, Netanyahu alisema hii kwenye video moja ambayo iliweza kupakiwa rasmi kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, akizungumzia kuhusu taarifa ya operesheni mpya kuanza katika ukanda wa Gaza. Aliongeza kuwa jeshi la Israeli kwa sasa linaendesha operesheni kubwa, kali na zenye nguvu huko. Wataweka udhibiti juu ya eneo lote la sekta hiyo. Hilo ndilo watakalofanya. Inakumbukwa tu pia kama namna ambavyo nilikueleza kwamba mnamo Mei 18, yani siku ya Jumapili ya wiki ambayo imekwisha kupita, jeshi la Israeli lilianza uhasama katika maeneo ya kaskazini na kusini mwa eneo kama sehemu ya magari ya Gideoni, ambako pia idara 5 zimetumwa kutekeleza operesheni hiyo, ambako sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo pia iliweza kutolewa kabla kile ambacho pia Netanyahu amekitamka au kuthibitisha, ni ya kwamba kulikuwa na watu takriban 100 ambao walipoteza maisha kutokana na mashambulizi au kufuatia wimbi la mashambulizi ya anga yaliyotokea katika ukanda huo, hivyo pia kupelekea watu takriban 100 kupoteza maisha kutoka katika ukanda huo, ambapo jeshi la ulinzi la Israeli ambalo linafahamika kama IDF lilithibitisha ya kuwa lilikuwa limeanza operesheni kubwa za ardhini katika sehemu zote za kaskazini na huko kusini mwa eneo hilo, hata kama pia mazungumzo kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka yakiendelea huko nchini Qatar, ambako kwa taarifa ya Jumapili ilieleza kwamba ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ilisema timu ya mazungumzo huko Doha inajitahidi mno kumaliza kila uwezekano wa makubaliano, lakini ikakazia kwamba makubaliano yoyote yanayoweza kutokea ni lazima basi yajumuishe pia kuachiliwa kwa mateka wote, lakini pia kufukuzwa kwa wanachama wa Hamas kutoka huko Gaza na kupokonywa kabisa silaha kikamilifu katika ukanda huo, ambako pia tangu kuporomoka kwa usitishaji vita wa miezi miwili, yani mwezi Machi na mwezi wa 4, juhudi za upatanishi za Katari, Misri na Marekani zimeshindwa pia kufikia mafanikio hadi sasa, ambako pia Israeli tayari wameanza operesheni hizo katika ukanda wa Gaza. Netanyahu alikazia kuwa vita havitaisha kabisa bila kushindwa kabisa kwa Hamas, na wakati pia shirika la wanamgambo limekataa kabisa masharti yoyote yale ambayo yanahitaji kupokonywa silaha zao. IDF pia iliweza kuripoti ya kwamba katika wiki iliyopita jeshi la anga la Israeli lilipiga shabaha zaidi ya 670 za Hamas, na hii pia ni kulingana na hospitali na vyanzo vya matibabu huko Gaza vilisema kwamba watu 100 wameuawa, pia kama namna ambavyo hapo katikati mwa habari ni kufahamisha wakati pia na kusogezea uchambuzi au ndani wa kile ambacho pia kimeanza tena upya katika ukanda wa huko Gaza, ambako pia ilisababisha sasa kufikia idadi ya vifo vya wiki hiyo
zaidi ya watu 400 au karibu watu 400 kuuawa katika operation ya wiki nzima ambayo pia wizara au hospitali na vyanzo vya matibabu huko Gaza viliweza kutoa taarifa ya maafa kutokana na mashambulizi ya Israeli katika ukanda huo, ambako maafisa pia matibabu kutoka kwa Gaza walisema kwamba hospitali zinatatizika mno kukabiliana na kuongezeka kwa idadi kubwa ya waliojeruhiwa, ambako pia walisema kwamba hospitali zimezidiwa na idadi inayoongezeka ya majeruhi, ambako wengi wao pia wakiwa watoto na wanakabiliwa zaidi na uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu. Hiyo pia alisema msemaji wa wizara ya afya kwa Gaza anayefahamika kama Khalil Ali Dekran. Hicho basi ndicho ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati, na hicho pia ndicho ambacho kimeripotiwa katika siku ya Jumapili na Jumatatu. Hivyo basi kama ambavyo na umesikia kwamba bado pia Netanyahu kama waziri mkuu, kama kiongozi mkuu pia wa nchi hiyo, kwamba ametangaza kuanza operation mpya za kijeshi. Lengo hasa analenga kuichukua Gaza au analenga kuidhibiti Gaza nzima, au kwamba operation hizi zisitishwe basi inabidi Hamas wapokonywe silaha zao zote, lakini pia eneo libaki huru. Ndicho pia ambacho Netanyahu amekikazia kwa mujibu pia mazungumzo ambayo pia yanaendelea huko upande wa Qatar. Mimi sasa hivi sina cha ziada sana, basi pia ripoti zaidi nitakufahamisha hapo baadaye.